Bwana, mambo ni mengi sana halafu muda ni mchache. Nafikiri wengi wetu tumeona video ambazo zinazosambaa sasa hivi mitandaoni na tumeweza kuona wengi wao waliweza kuzungumza mengi kuhusiana na hiki ambacho bwana mkubwa Diamond Platnumz ameweza kukifanya kule Mbeya. Lakini wengi wao waliweza kuzungumza mengi na kusema kwamba Ashley alichoweza kukifanya kwa bwana mkubwa Diamond Platnumz si kitu kizuri na pia ameweza kumkosea sana Zuchu, kwani kitu ambacho alichoweza kukifanya hata mashabiki wengine hawakuweza kufurahishwa nacho. Kwa hiki ambacho kilichoweza kutokea ni zaidi ya yeye kuweza kumdhalilisha bibi Zuchu, lakini wengi wao waliweza kuzungumza mengi na kusema kwamba ile ni kazi kama kazi nyingine, hivyo Ashley hana haki ya kuweza kupewa lawama zozote kwa sababu Diamond Platnumz aliweza kuchagua vile, aliweza kuchagua kazi yake ile, na hapo ndipo yule binti ameamua kuweza kutimiza moja kati ya majukumu yake. Na pia japokuwa kuna mambo mengi yameweza kutokea katika mahusiano haya, hivyo kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa tusiendelee kumpa lawama bibie Ashley kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa kwenye kazi na kazi yake inamtaka afanye hivyo ili aweze kupata chochote kitu. Nafikiri hata huyo Zuchu mwenyewe anaweza kuelewa. Sasa kwa hiki ambacho kilichoweza kutokea kiukweli kimemfanya bibi Zuchu aweze kutokwa na machozi mengi na kuweza kuzungumza mengi akisema kwamba kiukweli sikuweza kutegemea kwenye hili jambo kama lingeweza kutokea. Kiukweli nimeshindwa kuvumilia na kuzungumza haya yote kwa sababu kila show ambayo atakayoweza kuifanya yeye amekuwa mtu ambaye anaacha alama za kuuliza. Yeye ni mume wa mtu na pia anatakiwa kuweza kujiheshimu kwa namna yoyote ile, lakini amekuwa akinivunjia heshima kadri siku zinavyozidi kwenda. Ifike kipindi niseme kwamba inatosha kwa sababu nimekuwa mtu ambaye nadhalilishwa sana, nimekuwa mtu ambaye sipendwi na wanawake, lakini yote ya yote ni kwa sababu yake. Hili jambo limeniumiza na limenikera binafsi. Anatakiwa kuweza kubadilika, anatakiwa kuweza kubadilisha mwenendo wa staili yake ya maisha kwa sababu yeye sasa hivi ni mume wa mtu, lakini vitendo ambavyo anavyonifanyia kiukweli vinahuzunisha na vinasikitisha, na kwa upande wangu sipendezwi na hiki ambacho anachokifanya. Lakini kuna baadhi ya ndugu jamaa na marafiki mara zote nimekuwa nikitoa lawama zangu wananiona kama mimi ni mjinga na ni mpumbavu, lakini kiukweli kwa upande wangu Diamond Platnumz ananikosea sana. Walau wangekuwa hata na moyo wa kunifikiria mimi mke wake nitakuwa najisikiaje baada ya hayo yote kuweza kutokea, lakini amekuwa mtu ambaye hajali chochote juu yangu. Hili jambo ndo linazidi kuniumiza zaidi mpaka kuna wakati naamua kuweza kufanya maamuzi ya mimi kuweza kuondoka nyumbani. Hii yote ni kutokana na yeye kuweza kunidharau. Kiukweli naumia na sitamani kuweza kuendelea kuongea mengi zaidi juu ya haya yote, ila naamini Mungu atasimama upande wangu kuweza kuhakikishia kila kitu kinakwenda kuwa sawa, ila Diamond Platnumz kwa upande wangu ananikosea sana.